Ni tarehe 10 ya mwezi wa 8 2026. Tupo hapa mkoani Dodoma, tupo Tanzania, ambapo tunazungumza lugha adhimu ya Kiswahili. Jina langu ni Longina Rubes, nipo na mazungumzo ya muda mchache pamoja na mtendaji mkuu wa kampasi kubwa ya Bagamoyo ya ADEM. Lakini tukumbuke kwamba chuo hiki zipo kampasi ndogo kutoka Mwanza, ipo kampasi nyingine iko Mbeya. Leo tuko naye hapa kuzungumza. Tumeshuhudia ni siku 2 zimepita, tulikuwa na tour ambayo imejumuisha wanachuo wa ADEM ambao walikuwa wamekuja kwa lengo mama la kujifunza na kuongeza ujuzi ya yale ambayo wanapitia masomoni. Niko naye hapa moja kwa moja kuzungumza naye namna gani ambavyo yeye ana manage chuo na vitu vingine ambavyo vinaendelea katika mazingira ya chuo hicho. Habari za wakati huu mheshimiwa? Salama kabisa. Karibu sana. Asante sana. Pole na majukumu. Asante sana. Moja kwa moja kuna mtu ambaye yupo nyumbani. Ndio. Anajiuliza, tunazungumza na Daktari J Maulid, ndo mtendaji mkuu wa chuo. Anajiuliza ADEM ni nini? Ni chuo kinajihusisha na nini? Kinatoa kozi zipi na zipi? Moja kwa moja tunahitaji ufafanuzi wa kina kuhusiana na hilo. Okay, sawa. Kama ulivyosema, jina langu ni Dr. Maulid J Maulid, ni mtendaji mkuu wa wakala maendeleo ya uongozi wa elimu Tanzania, inaitwa ADEM. Na hii ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini pia tunafanya kazi kwa karibu na ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mtaa. Na taasisi hii inafanya kutokea makao makuu yake kule Bagamoyo, lakini vile vile tunazo kampasi zetu kule Mwanza pamoja na Mbeya. Kwa kifupi, taasisi hii ya serikali inahusika zaidi katika masuala ya usimamizi, kutoa mafunzo, lakini vile vile kufanya utafiti na kufanya ushauri elekezi wa kitaalamu kwenye maeneo ya uongozi, usimamizi thabiti wa elimu, lakini vile vile kuangalia ubora wa elimu kwenye taasisi za elimu, kuanzia kwenye ngazi ya shule mpaka kwenye ngazi ya wizara kule juu. Lakini vile vile sio tu kwamba tunadili na taasisi za sekta ya umma, maana yake kwamba ni shule za serikali tu peke yake pamoja na viongozi ambao wapo kwenye serikali peke yake. Hapana. Sisi tunadili kwa sekta ya umma, lakini vile vile tunadili na private sector katika kuhakikisha kwamba tunatoa training, tunajenga uwezo, tunafanya tafiti kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kwa hiyo tunashirikiana na sekta binafsi kuanzia wamiliki wa shule za binafsi, mameneja wa shule za binafsi, walimu wa shule za binafsi, lakini na viongozi wengine wote ambao wako kwenye hizi association zinazosimamia shule binafsi. Kwa kifupi, tunafanya kazi na serikali kama taasisi ya serikali, lakini vile vile tunafanya kazi na taasisi binafsi pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, pamoja na mashirika ya kidini, NGOs, pamoja na wengine wote wadau wa maendeleo katika eneo la usimamizi, katika eneo la research, katika eneo la kuhakikisha kwamba panakuwa na ubora kwenye sekta ya elimu, lakini ubora wa sekta ya elimu ni matokeo ya uongozi imara, uongozi thabiti. Sasa taasisi yetu actually inazo program 5. Programu ya kwanza ni programu ambayo inaitwa Diploma in Educational Management, Diploma in Educational Leadership, Management and Administration. Lakini pia tunayo programu ya pili ambayo inaitwa Diploma in School Quality Assurance. Lakini sasa hivi tumeongeza na programu nyingine 3. Tunayo program ambayo ni program mahususi kwenye usimamizi wa elimu kwenye eneo la elimu maalumu na elimu jumuishi. Lakini eneo lingine la 4 ni eneo la Technical and Vocational Educational Training, mafunzo ya amali. Tunaona sasa hivi kipaumbele kwenye sera, lakini kipaumbele cha Vision 2050 inaongelea zaidi elimu ujuzi. Kwa hiyo pia tumetengeneza diploma kwenye eneo hilo la usimamizi wa elimu ujuzi, kuona viongozi wanatambua, wanapata maarifa sahihi ya kwenda kuhakikisha kwamba malengo ya sera, lakini malengo ya taasisi yetu ambayo ina support sera, kuhakikisha pia eneo la ujuzi viongozi wanafahamu ipasavyo masuala ya ujuzi. Lakini eneo la mwisho, kozi nyingine ya mwisho ambayo ni namba 5, ni kozi inayohusiana na masuala ya usimamizi, ufundishaji, ujifunzaji kupitia teknolojia ya habari na mawasiliano, TEHAMA, kwamba viongozi kwenye sekta ya elimu wanabobea ipasavyo kupata maarifa ambayo yatawafanya kutumia TEHAMA waende kusimamia kitu kinachoitwa instructional leadership. Kwa sababu unapoongelea quality education, unaongelea learning outcome. Learning outcome inavyotokea kwa mwanafunzi mmoja mmoja. Sasa mwanafunzi mmoja mmoja anafanikiwa ili apate ubora wa elimu unaokusudiwa ni kuhakikisha kwamba mwalimu
aliyekuwepo darasani anapata maarifa ya kiuongozi ya kumsimamia mwanafunzi. Kwa hiyo hizo ni program ambazo tunazitoa pale ADEM. Moja kwa moja ningetamani kufahamu, lakini pia nahisi matumaini yangu yupo mtu ambaye anatutazama wakati huu anatamani kujua, Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa ADEM, ADEM imefanikiwa vipi ama ni kiwango kipi ambacho mmefanikiwa kuhakikisha mnawasaidia wanafunzi kuepukana na hii adha ya soko la ajira ambavyo limekuwa ni gumu hapa katikati? Mmefanikiwa kwa kiwango gani kuhakikisha wanafunzi wenu hawaingii kwenye hii upande wa negative, naweza nikasema, kuhakikisha wanakimbizana na soko la ajira ambalo lipo kwa sasa Tanzania, lakini ni dunia kwa ujumla? Jambo la kwanza kabisa, ukijaribu kuangalia malengo ya dira 2050, lakini malengo ya sekta ya elimu, sera ya sekta ya elimu, sera ya elimu 2014 ambayo imefanyika tena revision ya 2023. Jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosoma kwenye mifumo ya elimu wanapata maarifa yanayowafanya wana develop kitu kinachoitwa positive attitude. Lakini vile vile wanapata competencies ambazo zinawafanya wanaporudi kule mtaani kuhakikisha kwamba maarifa walioyapata yanawasaidia kuyabadilisha mazingira yao. Mazingira ya changamoto wanazokumbana nayo basi iwe fursa. Na mara nyingi changamoto zinapotokea na kwa fursa. Sekta ya elimu ni sekta pana sana. Na kwa kuwa ni sekta pana, inayo fursa nyingi sana. Zipo changamoto. Sasa hawa sisi tunawatrain kama viongozi. Jambo la kwanza, namna ya kuitambua sekta ya elimu kwa ukubwa wake. Na sekta ya elimu, fursa zilizopo kwenye sekta ya elimu ni pana. Sekta ya elimu, jambo la kwanza, inazo taasisi zinazomilikiwa na serikali. Wao kama viongozi wanayo nafasi ya kufanya kazi kwenye sekta ya elimu, taasisi zinazosimamiwa na serikali. Lakini ya pili, nimeongelea pia sekta binafsi. Sekta ya elimu kwa upana wake, serikali na taasisi zinazosimamiwa na serikali peke yake hazitoshelezi kufanya mageuzi na kuondoa changamoto na fursa zilizokuwepo kumalizwa tu na watumishi wanaozisimamia au wanaofanya kazi na sekta pamoja na sekta ya umma, hizi shule zetu. Sasa hawa wahitimu tunaowaandaa, jambo la kwanza, fursa ya kwanza wanaoipata, wengi tayari ni waajiriwa. Wanatoka kwenye sekta hii ya umma ambapo ni shule zetu zilizokuwa zinasimamiwa na serikali. Na kwa kuwa hawa ni in service, wanatoka tayari kazini. Fursa ya kwanza na maarifa yale ambayo wanayapata, wanaporudi kule kwa kuzitambua zile changamoto, ambazo changamoto wanazitransform, zinakuwa fursa. Wanaenda kufanya mabadiliko makubwa, na wanapofanya mabadiliko makubwa tayari inawajenga kuonekana kwamba wao ni viongozi sahihi wanaoweza kuhakikisha kwamba wanatoa changamoto zilizokuwa kwenye sekta elimu. Lakini la pili, iko sekta binafsi. Sekta ya binafsi tunaona kule kuna shule binafsi, kuna viongozi wanaotakiwa kule kwenye shule binafsi kama school managers, school owners. Lakini hapa ni kwamba vijana wetu tunaoandaa wao wenyewe binafsi. Tunapoongelea fursa zilizokuwepo kule, fursa ya kwanza, wao wenyewe wanaokitoka hapa kama viongozi wanaweza kwenda kuanzisha taasisi za shule kwa kushirikiana. Anaweza asiwe na mtaji peke yake, lakini kama wakijiunga wanaweza wakaanzisha shule. Na shule, kwa sababu Wizara ya Elimu imetengeneza mazingira rafiki yanayomwezesha mtu mwenye taaluma ya elimu na ambaye anapata fursa ya kupata mtaji kidogo, basi wanaweza vile vile kutumia maarifa haya kwenda kuanzisha taasisi. Na taasisi za elimu zinaanzia kwenye kindergarten, elimu ya awali. Kwa hiyo ni fursa ya pili. Lakini fursa ya tatu ni kwamba kwenye sekta ya elimu kwa upana wake, zipo asasi za kiraia, mashirika makubwa ya kimataifa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa pamoja ili kuweza kufanya research na kuweza kucompete kwenye research grants tofauti ili waweze kupata fedha zitakazoweza kuwafanya na wao watoe mchango wao mkubwa wa kutatua changamoto na kuja na majawabu yatakayosaidia sekta hii. Ni changamoto gani kubwa unayoiona kwenye ngazi ya elimu ya Tanzania, lakini kwa upande pia wa ADEM wewe bado inakupa ukakasi? Okay. Sekta ya elimu kama nilivyosema ni pana, na kwa sababu inakuwa kila siku na changamoto hutokea. Lakini kwa bahati nzuri changamoto za sekta ya elimu huwa zinajibiwa tunapotengeneza education and training policy, lakini vile vile zinajibiwa tunapotengeneza educational sector development
programs. Lakini at the same time tunapotengeneza rolling strategic plan za kiwizara, za kisekta, lakini vile vile kwa taasisi. Hapo nyuma palikuwa na changamoto kubwa, ilikuwa changamoto ya miundombinu. Miundombinu kwa sababu idadi ya wanafunzi iliongezeka, miundombinu ilikuwa ile michache. Lakini changamoto hii sekta ya elimu, Wizara ya Elimu ikiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan walifanyia kazi, walipeleka pesa nyingi sana kwenye halmashauri zetu. Shule nyingi zimejengwa. Lakini vile vile sio tu shule kujengwa. Changamoto ya kutokuwepo kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi na upungufu wa vyumba vya madarasa baada ya kupelekwa pesa nyingi kwa ajili ya ujenzi, na walimu vile vile waajiriwa kuhakikisha kwamba wanatoa huduma inayotakiwa. Lakini taasisi zetu pia, kwa mfano kama ADEM nayo pia ilikuwa na changamoto ya miundombinu kwa sababu tulikuwa tunatumia majengo ya zamani. Lakini naishukuru serikali kule Mbeya, serikali ilitupa fedha, tumejenga campus yetu kule Mbeya. Lakini pale Bagamoyo sasa hivi serikali nayo imetenga fedha, inatuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo mapya pale Bagamoyo. Na hiyo ni changamoto ya kwanza kuhusiana na masuala ya miundombinu. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni changamoto eneo la kufanya tafiti kwenye sekta ya elimu. Hivi punde serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunajengewa uwezo sisi kama wasimamizi wa sekta ya elimu kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo sio za kiserikali. Kwa hiyo taasisi hizi kwa kushirikiana na vyuo vikuu sasa hivi tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti za kutosha kuelewa changamoto zinazotokea kwenye maeneo ya usimamizi, uongozi na management katika sekta ya elimu. Na tayari tunafanya tafiti kwa kushirikiana na vyuo vikuu karibia 9 kwa kushirikiana na taasisi moja kubwa inaitwa African Center for School Leadership. Lakini eneo lingine ambalo naliona kama changamoto ambayo ilikuwa inaikumba sekta ya elimu hasa kwenye usimamizi ilikuwa ni eneo la kujenga uwezo wa wasimamizi katika ngazi ya elimu. Lakini serikali imeiletea ADEM hapa katikati karibia bilioni 16 kwa ajili ya kufanya training, kuwajengea uwezo viongozi wanaosimamia elimu kuanzia shule za msingi na viongozi wao wanaosimamia wakiwemo maafisa elimu, ambayo kazi hiyo tumeifanya vizuri na sasa hivi viongozi wetu wana uwezo mkubwa katika kusimamia taasisi zao. Lakini haitoshi, shule za sekondari kama nilivyosema hapo mwanzo, taasisi kubwa ya kimataifa inaitwa African Center for School Leadership kupitia VVOB, na wao wametoa fedha nyingi ambapo tutajenga uwezo na tutafanya tafiti kwa viongozi wanaosimamia sekondari kuanzia mwaka huu 2025 na mradi huu utaisha mwaka 2030. Kwa hizo changamoto zimetatuliwa kwa namna hiyo. Shukrani sana. Upi mtazamo wako kwa ADEM ndani ya miaka 5 mpaka 10 inayokuja? Naiona ADEM kama taasisi inayokuwa kimataifa, lakini naiona ADEM kama taasisi inayotafuta majawabu ya changamoto za kiuongozi zinazotokea katika sekta ya elimu. Lakini naiona ADEM ikishirikiana na taasisi za ndani na taasisi za kimataifa na kutoa mchango wake mkubwa kwa maendeleo ya sekta ya elimu na kuhakikisha kwamba ubora katika sekta ya elimu unaongezeka. Lakini naiona ADEM kwa miaka 5 inayokuja ikiwa sasa ni taasisi ya mfano, taasisi inayoendelea kuwa taasisi ya kipekee kwa kuzalisha wahitimu ambao wataendelea kujivunia kuwa sehemu ya ADEM na ambao wataleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu na ambao wataifanya sekta ya elimu pamoja na dira ya maendeleo ya taifa 2050 ikitimia na ikitekelezwa ipasavyo, kwa sababu tunafahamu msingi wa utekelezaji wa dira 2050 ni viongozi katika sekta ya elimu. Kwa hiyo hawa viongozi tunaowazaa kwa miaka 5 inayokuja, nina imani watafahamu wajibu wao mkubwa wa kuhakikisha kwamba wanasimamia ipasavyo elimu, ubora wa elimu na dira inatekelezwa ipasavyo. Na mafanikio hayo ni mafanikio ya ADEM kwa miaka 5 inayokuja. Sawa, tumetoka kushuhudia, ni siku 2 zimepita hapa nyuma. Wana ADEM walikuwa hapa makao makuu ya nchi yetu hii ya Tanzania. Wametembelea takriban maeneo 4 ambao ni bungeni, wameenda TAMISEMI, lakini pia wameenda kwenye viunga vya 88, wakafika kwenye viunga vya UDOM ambapo walikwenda kuchangamsha mwili kidogo. Kama mheshimiwa daktari mtendaji mkuu wa ADEM,
Unafikiri iko haja wanafunzi hawa kuwa wanatoka kwenda kwenye taasisi binafsi ama za serikali? Kama ipo haja, ni kwa nini? Na kama hakuna haja, ni kwa sababu gani? Tunapofanya utekelezaji wa mitaala ya aina yote, huwa mara nyingi, of course, taasisi yetu naweza kusema kwamba tunafundisha kwa nadharia, kwa kuunganisha na uhalisia wa kile kinachotokea kule kwenye industry. Na ni utaratibu wetu. Kwa hiyo hawa vijana hii walivyotoka juzi na kwenda kujifunza maeneo mbalimbali, wameenda kwenye taasisi mbalimbali, wameenda bungeni. Bungeni ni kujifunza kuona namna gani sera mbalimbali na hususan sera za elimu au sera za kitaifa zinavyotungwa na jinsi ambavyo zinasaidia kuleta maendeleo kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo hawa ni viongozi, na kama ni viongozi ni vyema wakafahamu kile wanachokisoma kule darasani, lakini vile vile wakafahamu uhalisia wake kwa kuona yanayofanyika na taasisi nyingine. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao tunaufanya na tutaendelea kuufanya kuhakikisha kwamba wanachuo wetu wanasoma, lakini baadaye wanakwenda kuhusianisha kile walichokisoma na uhalisia unaotokea kwenye taasisi mbalimbali, ikiwemo taasisi inayosimamia maamuzi ya kisera, kisheria ya nchi ambayo ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kwenda kuhakikisha kuona taasisi nyingine za elimu ya juu zinavyofanya kazi. Kwa sababu na wao kama viongozi, na wao pia baadaye watakwenda pia kuzisimamia hizi taasisi za elimu ya juu. Kwa hiyo kuona kwa namna ambavyo hizi taasisi zinatekeleza majukumu yao, ni kwamba sasa wanaweza kuhusianisha kile walichokisoma darasani na kadhalika. Lakini vile vile Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ni sehemu ambapo hawa vijana wamekwenda kuona wanachuo, ambapo Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ndio inaomiliki hizi taasisi za shule. Kwa hiyo kitendo cha kwenda pale ni kwamba wamejifunza mambo makubwa, kuona kwenye ngazi ya wizara inavyozisimamia zile shule, na wao kama viongozi wanaona ile nadharia waliojifunza darasani, wanaweza kuona maarifa sahihi kwa vitendo, namna gani wizara kubwa kama TAMISEMI, wizara kubwa kama Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inavyotunga sera, TAMISEMI anavyotekeleza sera na kumiliki zile taasisi za elimu, na wao kama viongozi wanavyoona viongozi wanavyosimamia taasisi za elimu kuanzia kwenye ngazi ya juu hadi ngazi ya shule. Kwa hiyo ni sehemu nzuri na ya muhimu na ya msingi ambayo tutaendelea kuisisitiza kwamba tutakachokiendelea kufanya, na bahati nzuri wanaendelea kufanya, nadharia kujumuisha na uhalisia na vitendo. Hiyo ni elimu ambayo tutaendelea kuifanya kwa kuendelea kutoa hizi tunaita study visits kwa wanachuo wetu mara kwa mara. Kwa hiyo tutaendelea kufanya ili wapate maarifa makubwa ya kujua uhalisia nini kinaendelea kwenye soko. Hivyo tutarajie tena kuona zitaendelea kuwepo nyingi tu, na zitaendelea kuwasaidia na kuwafanya wengine wanaokuja waone kwamba zina faida na zinawasaidia katika kuifanya taasisi yetu iendelee kuwa taasisi imara yenye mchango, sio tu kwa kutoa nadharia na kuunganisha uhalisia kwa pale chuoni, kwa kwenda, kwa kuona na kwa kutenda. Hicho ndicho ambacho tutaendelea kufanya. Uhusiano wako wewe kama daktari, pia ni mtendaji mkuu wa ADEM, management yako wewe ya chuoni na management ya serikali ya wanafunzi ya ASO pale ADEM iko vipi hapa katikati? Naweza kusema kwamba sisi tunafanya kazi kwa mfano. Taasisi yetu ni taasisi ya uongozi inayosimamia uongozi kwenye elimu. Sisi tunaonyesha mfano. Serikali ya wanafunzi sio wapinzani wetu. Serikali ya wanafunzi ni wadau. Ni wadau tunaokaa na kubadilishana uzoefu na kujadiliana changamoto kwa pamoja na kutatua hizo changamoto kwa pamoja. Na wao pia naweza kusema kwa kiasi kikubwa, kwanza ni wadau wa maendeleo ya taasisi yetu. Wanafanya fundraising, lakini wanakuja na suluhisho, lakini vile vile wanatoa mchango wao kwa jamii inayozunguka taasisi zetu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hawa ni wadau wakubwa. Tunashirikiana kwenye levels kadhaa. Tunashirikiana kwenye level ya kwanza ni mambo ya resource mobilization, tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini mambo ya jambo la pili, tunashirikiana kwenye kuidentify changamoto mbalimbali na wao kuja na majawabu ya kutuambia sisi kama management namna sahihi ya kutatua hizo changamoto ili kuimprove welfare yao, welfare ya taasisi, lakini vile vile kucomplement
maendeleo ya sekta ya elimu kwa ujumla wake. Kwa hiyo hawa ni wadau kwa upande wetu, ni wadau wa maendeleo, lakini vile vile ni viongozi wenzetu tunaoongea lugha moja kwa faida pana ya taasisi yetu, kwa faida pana ya wao wenyewe kupata uzoefu, lakini kwa faida pana ya serikali kwa ujumla. Kwa hiyo ni viongozi wazuri wanaofanya kazi vizuri na nawapongeza sana. Hawajawahi kutuangusha. Viongozi wote mimi toka nimeingia kwenye hii taasisi wamefanya vizuri, wakiongezwa na Njige ambaye ndo president kwa sasa hivi, wanafanya kazi vizuri. Wako perfect. Yeah. Daktari Mheshimiwa mtendaji mkuu wa ADEM. Unafikiri ni jambo gani ambalo unatamani sana kila mwanafunzi ambaye yupo ADEM kulifanya ili kufikia malengo yake? Mimi kikubwa ambacho na kitamani ni kwamba watakapokuwa wakiwepo na hata watakapotoka waendelee kuwa viongozi makini, lakini kuwa kiongozi kama hauna uzalendo, wewe sio kiongozi. Viongozi makini ni viongozi ambao wanatanguliza uzalendo mbele, wanaoona changamoto zinazotokea kwenye sekta, zinazotokea kwenye taifa lao na kutafuta suluhisho ya hizo changamoto. Viongozi ambao wana develop positive attitude, sio viongozi wanaolalamika. Kwa hiyo tunawajenga kuwafanya vijana hawa wasiwe walalamishi, bali wawe ni sehemu ya kuleta majawabu ya changamoto wanazozipata. Kwa kuwafanya wawe viongozi wazuri, viongozi wazalendo wanaofahamu wajibu wao, nini wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho tunawajenga viongozi hawa kwa wakati wote, kwa sababu hawa ni viongozi wenzetu, wanaenda kusimamia taasisi za elimu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho wanakipenda zaidi kuambia hawa vijana. Wawe wazalendo, wazione changamoto ni sehemu yao, waje na majibu, wakisha wanafanya transformation kule ambapo wanakwenda kusimamia, wakati wakiwepo na wakati wakitoka. Daktari J. Maulidi anasema hivyo. Umepewa nafasi moja kama mtendaji mkuu wa ADEM kufundisha darasani. Wewe ni mwalimu. Ni somo gani ungewafundisha wanafunzi ikitokea hiyo fursa iko mbele yako? Mimi huwa mara nyingi napenda sana issue ya resource mobilization. Na resource mobilization kwa sababu gani? Always watu wanakuwa nalalamika kwamba kuna limited resources. Na of course resources ziko very scarce. Hakuna siku ukasema kwamba resources zimetosheleza. Lakini resources ili zitosheleze lazima ufanye kitu kinachoitwa prioritization. Kwa hiyo resource mobilization kwa resources ambazo ziko limited, ni mbinu zipi, namna gani wata-engage wadau mbalimbali including public private partnership ili kuweza kumobilize resources na kuweza kutatua matatizo ambayo yanatokana na changamoto za kutojitosheleza kwa bajeti zinazopelekwa kwenye taasisi zao. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ambalo huwa napenda sana ni namna ya utatuzi wa migogoro. Migogoro mara nyingi hutokea kwa sababu huwa tunakompiti kwa ajili ya resources. Lakini migogoro hutokea kwa sababu tunatoka kwenye background tofauti na tunakwenda kufanya kazi kwenye taasisi mbalimbali. Tunapofika pale tuna changamoto moja. Changamoto ya kwanza, watu wanakwenda pale na zile tunaita individual goals. Ana malengo yake binafsi. Lakini anapofika kwenye taasisi kuna malengo ya taasisi. Sekta ya elimu iko hivyo. Tunapokwenda pale tuna malengo binafsi, lakini kuna malengo ya taasisi. Kwa hiyo napenda kufundisha swala la migogoro kwa sababu nafahamu pia mara nyingi migogoro hutokea mtu anapokuwa na malengo binafsi, anashindwa kuyalink, kuconnect malengo yake binafsi na malengo ya taasisi, kuharmonize. Kwa hiyo mwisho wa siku migogoro hutokea. Kwa hiyo ni eneo ambalo napenda sana kulifundisha pia, ili kuwaambia wanachuo namna sahihi inapotokea migogoro na namna ambavyo wanaweza kutatua migogoro, hususan wanapokuwepo kwenye taasisi za elimu. Kwa hiyo ni eneo la pili ambalo pia napenda sana kulifundisha. Ushauri wako ni upi? Kwa sababu kuna wana ADEM wanatamani kusikia, huenda neno lako likaponya mioyo yao, huenda neno lako pia ikawa ni chachu ya mafanikio yale ambayo wanataka. Neno moja kwa wana ADEM ambao ndo wako chini yako kama wanafunzi, lakini pia ni viongozi ambao wanasimamia shule zao na sehemu mbalimbali hapa nyumbani Tanzania. Karibu.
Jambo kubwa ambalo mimi nataka kuwaambia watu, hasa wanafunzi, wanachuo, lakini vile vile hata na jamii yote ya ADEM. Jambo la kwanza naweza kusema kwamba we need to develop a positive attitude. Ukisha kuwa na positive attitude, mitazamo chanya katika maisha, kila kitu kinakwenda vizuri. Lakini ukiwa na mitazamo hasi katika maisha, hii inaathiri maendeleo yako wewe binafsi kama kiongozi, lakini pia itaathiri maendeleo ya taasisi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Lakini kingine ambacho nataka kusema ni ushirikiano. Hakuna mtu yoyote aliyefika mbali kwa kufanya kazi peke yake. Kwa hiyo kama mdau, lakini kama kiongozi, lakini vile vile kwa viongozi wengine ambao ni wanachuo na wanajumuiya wote, unapotaka kufanya jambo lolote ili ufike mbali, lazima uwashirikishe wenzako. Lakini pia utambue kwamba uwezo wako uliokuwa nao una limit kwa sehemu fulani. Unaweza ukawa na strength, lakini strength yako sio kwamba inaweza kusaidia wewe kumaliza kila kitu. Tunaishi na kufanikiwa kwetu, tunaishi kwa kutegemeana. Na kama tunaishi kwa kutegemeana, ni lazima tufanye kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana kwa pamoja. Kwa ushirikiano ni siri ya mafanikio. Kama hakuna ushirikiano, huwezi ukafanya kila kitu wewe peke yako. Lakini ushirikiano ndio ambao unatufanya tuweze kufika mbali zaidi. Kwa nawaomba tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Lakini kingine, lazima tutambue uwezo wa wenzetu. Kama unaona mtu fulani ana uwezo mkubwa, mtambue, mshirikishe, akusaidie ili na wewe ujifunze kutoka kwake, ili malengo yako yafanikiwe, malengo ya taasisi yafanikiwe, na malengo ya nchi mwisho wa siku yafikiwe. Kwa hivyo ndio maeneo ambayo nawashauri wanajumuiya ya ADEM waweze kuyachukua. Asante. Kitu kipi ambacho kwa mtazamo wako wewe, fikra zako, wana ADEM hawafahamu kuhusu wewe? Mimi wengine wanaweza wasifahamu sana. Mimi kwa kifupi naweza kusema kwamba huwa namthamini kila mtu. Yaani huwa napenda kumthamini kila mtu. Lakini namthamini mtu ambaye naye pia anathamini na wenzake. Maana yake mtu ambaye ana heshima kwa wenzake, mimi napenda sana kumpa heshima. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu ninacho. Nathamini kila mtu. Na mimi sasa mbaya zaidi nimekwenda mbali, nathamini hata wale wasiothamini wenzao. Ambayo naweza kusema kwa upande wangu, hiyo nayo ni weakness. Yeah. Imevuka mipaka? Yes, imevuka mipaka. Kuthamini hata wasiothamini wenzao. Yeah, napenda kila mtu. Hicho ndo kitu ambacho ninacho sana. Yeah. Na hilo itakuwa ni geni kwao? Ndio. Itakuwa ni geni, lakini usishangai ukaanza kuona watu wanasogea sasa karibu ili wathamini zaidi kuliko ambavyo ulikuwa unawathamini. Na uko tayari? Hiyo niko tayari kwa sababu nafikiri ipo ndani ya nafsi yangu, ipo ndani ya moyo wangu. Niko hivyo. Ni nature. Iko hivyo. Kwa hiyo kuna kitu umewahi kukitazama kwenye maisha yako ukacheka sana? Ukacheka sana? Mara nyingi mimi furaha yangu ni kuona mafanikio. Na huwa nafurahi ninapoona mafanikio. Moyo wangu unaridhika hasa ninapoona matokeo. Na matokeo sio yale ambayo nayataka kuyaona mimi, ambao mimi nimeweka jitihada. Huwa nafurahi hata kuona vitu ambavyo watu wengine wamefanikiwa, ambao si ajabu niko nao. Nikiona wamefanikiwa na mimi labda nimeweka mchango wangu kwenye mafanikio yao, huwa nafurahi sana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinanifanya nafurahi sana, na huwa naridhika, na hata usiku huwa nalala vizuri nikiona mafanikio ya namna hiyo. Kuna namna ambavyo akili na refresh kabisa. Basi mimi nimefurahi sana kukutana na daktari, lakini pia nimefurahi sana kukutana kwa sababu wanasema kukutana na watu zipo exposure nyingi sana ambazo unakutana nazo. Nikutakia wakati mwema. Na karibu tena. Natumaini tutakutana tena. Na mimi nitakuwa ni miongoni mwa wale ambao watasogea karibu kwa ajili ya kutakiwa mafanikio makubwa. Karibu sana. Shukrani sana. Na wewe ni kiongozi, karibu sana. Shukrani sana. Asante.
Huyu alikuwa ni Daktari J Maulid, mtendaji mkuu wa kampasi kubwa ya Bagamoyo ya ADEM, lakini pia nimekwambia zipo kampasi ndogo ambayo ipo Mwanza, tuna kampasi nyingine ipo Mbeya. Mlete kijana wako, njoo wewe mwenyewe afisa elimu, njoo ongeze ujuzi kwa ajili ya kunyenyua tasnia ya elimu hii iweze kufika mbele kwa mrengo wa dira ya mwaka 2050. Mimi ni Longina Rubes na hayo ilikuwa ni mazungumzo ndani ya dakika chache ambayo tulikuwa nayo hapa kuhakikisha kwamba wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia unafahamu vizuri kuhusiana na ADEM, unajua vizuri kuhusiana na ADEM inajihusisha na kitu gani, inatoa kozi zipi. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe sasa kuchangamkia fursa. Sisi tunaweza tukasema tupo kwa ajili yako. Kwa hivyo karibu sana ADEM. Karibu sana chuo ambacho kipo katika wilaya ambayo inaongeza uchumi wetu wa taifa. Ni sehemu ambayo watalii wengi wanaingia, ni sehemu ambayo unaweza kupata exposure nyingi sana. Lakini tukumbuke kwamba serikali hii ya ADEM ipo chini ya Rais Josephat Charles Njige, rais wa awamu ya 33. Tukutane wakati mwingine, huenda mheshimiwa tukaenda Zanzibar. Karibuni sana na tutakwenda huko pia. Tutakwenda Zanzibar. Basi nikutakie jioni njema na majukumu mema pia. Asante sana. Nashukuru. Asante sana.